Lakini na jambo jingine la msingi sana, tulipaswa kuwa na wenzetu wataalamu wa masuala ya GIS watuonyeshe darubini ya juu na kutuonesha barabara tulizonazo. Hizi barabara kwa mfano kutoka Kigamboni, whether zinapita Mkuranga au zinapita Kisarawe au zinakwenda kutokea Kibaha au zinakwenda kutokea Chalinze, hakuna barabara leo hii ambayo tukitumia wadau na mkono wa serikali tunaweza kukwatua barabara hizo hata kwa vumbi, halafu malori yote yakaelekezwa kwenye barabara hiyo mpaka kufika upande wa Chalinze au kufika upande wa Kibaha. Hakuna utaratibu huo. Kwa nataka tuzione njia tulizonazo hata kama zimefungwa. Kama kuna sehemu kuna nyumba mwananchi imejengwa, tujue jambo hilo, tuone kama ni nyumba ambayo inabidi ilipwe fidia ili tuiondoe, kuliko kila kitu kutoka hapa bandarini kwenda kupita kwenye barabara ile ile. Halafu tunakaa with the confidence kwamba hayo ndio matokeo mazuri ya kukua kwa bandari. Kwa hiyo kikao hiki, ndugu zangu, wenzetu wa Taboa, wenzetu wa daladala, wenzetu wa Tatoa na kwa wenzetu wa malori, je, tuendelee na utaratibu wa daladala kufanya kazi asubuhi mpaka saa 12, taxi kufanya kazi mpaka saa 12, halafu na malori nayo kufanya kazi asubuhi mpaka saa 12? Au kikao hiki kije na majawabu gani kuhusu mgawanyo wa muda wa ufanyaji wa kazi? Hakuna namna kwamba malori yanaweza kapangiwa muda wao wakati ambapo pia abiria wanaweza kufanya shughuli zao na watu wengine. Sasa kikao hiki pia nataka kitoke na majawabu hayo. Ukienda leo Kariakoo ambako tunasema ndiko uchumi upo tena katika biashara, bajaji inafanya kazi muda huo, guta inafanya kazi muda huo, lori inafanya kazi muda huo, abiria anafanya kazi muda huo, mfanyabiashara anafanya kazi muda huo. Hakuna utaratibu wa mgawanyo wa muda. Ndio maana wenzetu wa local government, tawala mkoa, tulisema pia wawepo watu wa local government authorities ili tuweze pia kusaidiana kutatua mambo haya kwa pamoja, na hasa katika kupanga muda wa mambo haya yote. Sasa haya mambo tunapoyafanya, lengo letu kubwa ni kwamba ukiona tumekaa kama viongozi, mafanikio yanabadilika kuwa muhogo mchungu, maana yake tunahitilafisha na kuleta mgogoro wa chuki kati ya wananchi na serikali. Philosophical implication inaweza kaja tu, mtu akageuza akasema kama hili limeleta hivi, basi labda tungebaki tulikokuwa, jambo ambalo haiwezekani. Lazima tukue, twende mbele, na hatuwezi kulaani mafanikio, lakini lazima tu solve problem inayotokana na mafanikio yetu. Kwa hiyo hayo ndio engo chache ambazo nimesema kikao hiki kitajadili, lakini modality itakuwa Kalitawala tuliunda kamati ndogo, angalau itupe picha kidogo. Baada ya kutupatia picha, tutaruhusu mjadala, na baada ya kuruhusu mjadala tutaenda kwenye maazimio, na baada ya kuleta maazimio tutaingia kwenye utekelezaji. Mipaka ya kiserikali kati ya Dar es Salaam na Pwani itaendelea kuheshimika, lakini mipango ya kimaendeleo mkoa wa Dar es Salaam lazima tuanze kukaa kwa pamoja kati ya Dar es Salaam na Pwani, kwa sababu Dar es Salaam inapokuwa inachukuliza na Pwani. Leo mtu akifika Kibaha haelewi kama yuko Dar es Salaam, haelewi kama yuko Pwani. Leo mtu akifika Mlandizi ukimuuliza uko wapi, anasema bwana nimeshaingia Dar, yuko Mlandizi hapo. Akifika pale Bagamoyo pale, akija akisogea bwana wapi, nimeshaingia Dar es Salaam bwana, lakini kumbe yuko hata Mapinga hajafika. Lakini zaidi pia tukienda huku Mbagala, tukifika pale Kongowe pale kwa mbele tena pale kidogo, bwana wapi, niko Dar es Salaam, lakini kumbe yuko Mkuranga. Sasa mnaweza mkaona kwamba mwananchi hajui mipaka, yeye anajua mipango ya maendeleo ambayo lazima Pwani na Dar es Salaam sasa tuwe ni watu ambao tutakaa kwa pamoja ili kutatua sasa haya matatizo ya pamoja ambayo tulionayo kati ya Dar es Salaam na wenzetu wa Pwani.